mkurugenzi wametaja kitu Imbeju. Imbeju sio taasisi ya serikali na haitoi mkopo wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, inatoa mkopo wa benki ya CRDB wao kama wao. Tumeelewana? Imbeju haitoi mkopo wa halmashauri ya jiji au mkopo wa 10% kutoka serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanatoa mikopo yao wao kama wao, wanaita Imbeju. Na hata juzi nikiongea na afisa maendeleo wa wilaya nilimwambia wanakwamisha yawezekana kwa maksudi vikundi halisia ili mwisho wa siku wavifate pembeni, na ni mwezi mmoja anatoa zile pesa na kupatia. Masharti yao ni magumu na sio masharti ya serikali. Sio, mmenipata? Mmenipata? Kaka, kuna kitu nilikuwa nishaongea naye huyu. Hivyo vitu ulivyovisema vipo lakini sio vya serikali. Ndio maana tunasema kuna watu wanatengeneza kitu mwisho wa siku kinaitukanisha serikali. Imbeju achana nayo. Imbeju haina tofauti na mikopo ya kule tumeenda kituo cha kwanza, kituo cha pili na kituo cha tatu. Japo ni taasisi ya kifedha inatambulika serikalini. Wewe dili na afisa maendeleo, mama maendeleo mnawaita wakata. Fanya prosesi zako ndani ya kikundi chenu cha watu 5, kila mmoja anapewa kiasi chake cha pesa kulingana na biashara alizonazo. Hizi bilioni 4 ninazowaambia zimetoka halmashauri ya jiji, zimemwendea kila mwanachama aliyepata kwa biashara zake na sio kwa pamoja. Tumeelewana vizuri? Mimi sijaja kuzuia biashara za watu fulani, ila nimetoa uelewa kwa sababu umeliuliza. Umeelewa? Hapo wewe na kikundi chako, na ni mwalimu wa ujasiriamali, kuna watu wengi wamemeza sumu, wameichukia serikali, imewadanganya, imewafanyaje, kumbe maskini wa Mungu sio. Na maendeleo hawezi kuingia kule direct, sio ajira yake kule, na hana maelekezo ya serikali kwenda kusimama kule kwa Imbeju. Yeye anasimama kwa mikopo ya 4 kwa 2. Mlemavu hata akiwa mmoja peke yake, ndugu yetu mlemavu mmoja anashona viatu pale kwenye baskeli, wamekaa hivi, anauza nyanya chungu pale chini, anakopesheka mmoja kama mmoja. Niwaombe sisi wote tuliokutana hapa, wanawake zaidi ya 50, tukawe mabalozi kwenye maeneo tunayotoka. Tuliona na watu kwenye simu zetu, tuna marafiki zetu, kawapeni elimu niliyowapa mimi leo. Haya ndo maelekezo na matizamio ya serikali. Tumeelewana wanawake wenzangu? Mkurugenzi, nadhani hilo nimemaliza.